Kilio cha mwanaume kipo moyoni mwake. Wanasema mwanaume halii, lakini ukweli ni huu, mwanaume hulia moyoni mwake. Leo tunasimulia hadithi ya mapenzi, hadithi ya ndoa na hadithi ya maumivu makubwa yasiyo na kelele. Tarehe 15 Disemba mwaka 2023, mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Edwin alitoa nadhiri ya maisha mbele ya Mungu na mwanadamu. Alimchagua mwanamke mmoja aliyeitwa Loveness, akamwahidi kumpenda, kumlinda na kusimama naye katika kila hatua ya maisha. Miaka miwili tu, miaka miwili iliyobeba ndoto nyingi, miaka miwili ya vicheko, mipango na matumaini ya kesho. Lakini maisha haiheshimu mipango ya mwanadamu. Tarehe 15 Desemba 2025, siku ile ile waliofunga ndoa, siku ya kutimiza miaka miwili ya anniversary yao, siku iliyopaswa kuwa ya shangwe na shukrani, ikawa siku ya majonzi yasiyo na kifani. Loveness alifariki dunia. Loveness jana tarehe 15 mwezi wa 12 2025 ilikuwa ni maadhimisho kutimiza miaka miwili ya ndoa yetu. Kwa hiyo leo tutakiwa kuwa honeymoon, mimi na wewe. Ina maana leo tutakuwa peke yangu. Nilikuwa bado mapema. Ni maumivu gani makubwa kumpoteza mke wako, siku ambayo ilipaswa kuwa kumbukumbu ya upendo wenu? Ni maumivu ya kumsubiri mtu ambaye hatarudi tena. Ni maumivu ya kuzungumza na kumbukumbu. Ni maumivu ya kuishi ukiwa nusu. Mwanaume huyu hakupiga kelele, hakulia hadharani, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kilio kikubwa kuliko sauti yoyote. Aliendelea kutembea, aliendelea kuzungumza na watu, lakini kila tabasamu lilikuwa ni kifuniko cha jeraha lisilopona. Aliuliza maswali yasiyo na majibu. Ni kwa nini mapema hivi Loveness? Kwa nini ni siku yetu? Kwa nini unaniacha nikiwa bado na kuhitaji? Hadi leo bado haamini kama kweli ameondoka, kwa sababu mapenzi ya kweli hayaondoki kirahisi. Kuendelea kuishi kwenye kumbukumbu, kwenye harufu ya nguo, kwenye picha na kwenye ndoto za usiku. Ndipo akafanya jambo ambalo si kila mwanaume anaweza kufanya. Akaingia studio. Sio kwa sababu alikuwa na nguvu, bali kwa sababu maumivu yalikuwa mazito kuliko ukimya. Akaandika wimbo wa huzuni, wimbo wa mapenzi yaliyokatizwa, wimbo wa mwanaume aliyelia bila machozi. Kurekodi wimbo kwa ajili ya mke wako aliyefariki sio udhaifu, ni ujasiri wa kiwango cha juu kabisa. Jamii inasema mwanaume lazima awe shujaa, lakini hawajui kuwa ushujaa wa mwanaume ni kubeba huzuni moyoni bila kuanguka mbele ya watu. Mwanaume huyu ataendelea kuwa shujaa, si kwa sababu hana uchungu, bali kwa sababu ana uchungu lakini bado anaishi. Na kila wimbo wake, kila neno lake la huzuni linabeba ujumbe mmoja mzito. Kilio cha mwanaume kipo moyoni mwake. Na Loveness ataendelea kuishi kupitia nyimbo, kupitia kumbukumbu na kupitia upendo ambao hata kifo hakikuweza kuumaliza. Mimi ni Lazarus TZ. Ciao.